Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kati ya habari ambazo zimeshtua na kushangaza watu wengi sana ni habari ya tukio ambalo limetokea huko Manyara. Unaambiwa kwamba kijana amemchinja mama yake na pia vile ameuawa huyo kijana na wananchi huko Babati. Habari kamili inasema kwamba katika tukio la kutisha na la kinyama lililotokea kijijini Orangadida katika kata ya Kashi, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, kijana aitwaye Yusuf Jamali mwenye umri wa miaka 28 amedaiwa kumuua mama yake mzazi anayefahamika kwa jina la Zauda Shabani mwenye umri wa miaka 57 kwa kumchinja shingoni kwa kutumia kisu kufuatia mgogoro wa kifamilia uliodumu kwa muda mrefu. Tukio hilo limetokea mnamo Aprili 12 mwaka huu 2025 majira ya saa 4 kamili asubuhi, ambapo inadaiwa kuwa kijana huyo ambaye ni mtumiaji wa dawa za kulevya aina ya bangi alikuwa akigombana mara kwa mara na mama yake kuhusiana na umiliki wa nyumba wanayoishi. Jamali alitaka mama yake aondoke ili yeye abaki kumiliki nyumba hiyo. Baada ya kutekeleza mauaji hayo ya kikatili nje ya nyumba hiyo, Jamali alikutana na mmoja kati ya ndugu zake na kumwambia, njoo umuone dada yako, nimemuua. Hata hivyo pia vile hakujua kuwa kitendo hicho kingemgeukia baada ya muda mfupi. Wananchi waliopata taarifa za tukio hilo waliwahi kufika eneo la tukio wakiwa na hasira kali na kuvunja mlango wa nyumba hiyo aliyokuwa amejificha mtuhumiwa na kuanza kumshambulia kwa mawe. Licha ya jitihada za baadhi ya viongozi wa mtaa kuzuia wananchi hao, walifanikiwa kumtoa nje na kumshambulia na baadaye kupoteza maisha. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kinyasi, Andrea Peter Dahabe, ameeleza kuwa alimkamata kijana huyo na kumweka chini ya ulinzi, lakini ghadhabu ya wananchi ilizidi nguvu. Aidha, mwenyekiti wa kitongoji cha Mji Mpya, Bahari Hamisi, amesema kuwa mgogoro kati ya Jamal na mama yake ulikuwa ni wa muda mrefu na juhudi za upatanisho zilifanyika mara kadhaa bila mafanikio. Mkuu wa wilaya ya Babati, Bi Emanuela Kagada, amelaani vikali tukio hilo, akisema kwamba ukatili huu ni wa kusikitisha na ni changamoto kubwa kwa jamii. Hata hivyo, wananchi wanapaswa kufuata sheria na sio kujichukulia sheria mkononi. Miili ya marehemu wote wawili imeshafikishwa katika hospitali ya mji wa Babati, Manyara huko kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa kina juu ya tukio hilo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.